Vision 2030, madini ni maisha na utajiri. Naitwa Musa Kasuku Katani, ni mwenyekiti wa wafanyabiashara mkoa wa Geita, lakini pia ni bloka. Nichukue nafasi hii kwa shukuru sana kwa kututembelea kwenye kituo chetu hiki. Lakini nianze na shukrani zangu kwa Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan ambaye ametupambania sana sisi wafanyabiashara pamoja na wachimbaji. Hususan upatikanaji wa maleseni umeshakuwa ni wa rahisi sana. Lakini pia mwenendo mzima wa Waziri Anthony Mavunde ambaye amekabidhiwa kijiti kwa ajili ya kutuongoza sisi. Tunatembea naye vizuri sana na anatupa mwanga na tuna imani naye kila kona tunakopita. Hatuwezi kumsahau kwa mazuri yote anayoyafanya katika mkoa wetu wa Geita. Sekta hii ya madini inaendelea kukua katika mkoa wetu huu wa Geita kwa nyanza mbalimbali, kwa sababu hata remo wetu wa mkoa wa Geita ambaye ni Samuel Shaw ameendelea kutupa elimu kubwa sana, hususa kudhibiti namna ya utoroshaji katika mkoa wetu wa kimadini mkoa wa Geita. Lakini tumshukuru Mheshimiwa Rais, kuna eneo kubwa sana ametoa sehemu ya Kigosi. Kigosi ni eneo ambalo lilikuwa ni la serikali, lakini ameamua kujinyima na kutupa sisi wachimbaji wadogo. Fursa ni nyingi ambazo zinapatikana katika mkoa wa Geita. Tunawakaribisha sana mikoa yote ambao mtahitaji kuja kuchimba katika mkoa wetu, fursa zipo za kutosha. Lakini pia ni shukuru serikali ya Mama Samia Hassan Suluhu kwa kuendelea kutupambania sisi wafanyabiashara wadogo wa madini, hususan ni upande wa TRA. TRA ilikuwa inatusumbua sana kuhusiana na swala la mapato, lakini kuna muunganiko wa asilimia ambazo tayari zinakatwa moja kwa moja. Tumekuwa na uhuru mkubwa sana namna ya kufanya biashara. Hata ukipata pesa yako hauna mashaka tena na kuanza kukimbizana na TRA. Ni jambo la kumshukuru Mheshimiwa Rais kwa namna bora anavyozidi kuipambania nchi yetu ya Tanzania. Wachimbaji wadogo tumenufaika kwa mambo mengi. Cha kwanza tunapata leseni bila shida, lakini pia hata kama kulikuwa na mtu ambaye hajitambui kwenye namna ya sekta ya madini kiutafutaji, tayari ameshaupata mwanga. Kwa sababu watu wengi sana walikuwa wanasumbuliwa labda na TRA, unapopata hela yako unakuja kuanza kukadiriwa makadirio ambayo hayapo. Lakini sasa hivi mchimbaji amekuwa ni mtu yuko huru. Akipata pesa anafanya biashara yake kwa uhuru bila usumbufu wowote. Kwa miaka 4 hii ya Mama Samia, sisi tunaona kwetu ni kama fahari, kwa sababu ni mabadiliko makubwa ambayo yametokea kwenye sekta ya madini, hususan ni namna bora anavyoipambania kutupa sisi ushirikiano wa miundombinu ya umeme pamoja na vifaa vya kuchimbia. Lakini pia tunapopata hata wawekezaji, tunapitia mifumo mizuri tu kupitia wale maremo ambao wamewaweka kila mkoa kwa ajili ya kutusaidia sisi wachimbaji. Namshukuru Mungu, soko langu hili la Katoro ni soko ambalo lilikuwa ni la pili kufunguliwa kitaifa, lakini tunaendelea kuwashukuru wachimbaji pamoja na wadau, halijawahi kushuka kwenye utaratibu wa kuleta mali hapa. Masoko mengine wanakimbizana kule mara utoroshaji, lakini sisi tunajikita kukemea na kupambana namna bora ya uuzaji wa dhahabu, na mtu anapata stahiki zake kama kawaida, wala hamna utoroshaji katika soko letu hili la Katoro. Ni soko ambalo liko katika mikono ya kimkoa na liko salama, na sisi kama viongozi wake wa hili soko tunajitambua na tunaendelea kutoa elimu kwa mchimbaji pamoja na mnunuzi mdogo mdogo. Changamoto kubwa iliyokuwepo hapa ni wimbi la utoroshaji, lakini tumejikita kutoa elimu kubwa sana, kutembea. Kuna chama cha mabroka Tanzania ambacho mwenyekiti wake ni Jeremia Kichuo. Alitembelea katika mkoa wetu wa Geita, kadhalika tukazunguka naye mikoa miwili ya kimadini hapa Geita, mkoa wa Mbogwe, mkoa wa Geita hapa. Baada ya kuzunguka naye, kuna elimu kubwa sana ambayo aliendelea kuhamasisha, na sisi kama viongozi tulizidi kuhamasisha kuhusiana na swala la utoroshaji. Lakini mpaka sasa hivi mkoa wetu wa Geita utoroshaji ni asilimia ndogo sana. Miaka 4 ya Mama Samia Hassan Suluhu ni miaka 4 ya baraka. Ina maana kama ni kuokoka, ni mtu ambaye alikuwa na dhambi ameokoka kupitia sekta ya madini, kwa sababu tuna kila namna ya kumshukuru kulingana na utaratibu alioweka, hususan viongozi wake bora ambao ni sekta ya madini
Anthony Mavunde kama waziri, akiwepo na naibu wake. Lakini pia hawa viongozi ni viongozi ambao wamejaribu kuunda LEMAS ambazo ni FEMATA pamoja na mikoa yote ya kimadini. Kwa tunashukuru sana viongozi hata wa FEMATA. Kuna chama ambacho kimeshaundwa ni hii FEMATA, inajaribu kutoa elimu kubwa sana, hususan ni rais wetu wa wachimbaji ni John Bina, ambaye ndiye ana jukumu kubwa sana hapa Tanzania la kutuongoza sisi wachimbaji pamoja na wafanyabiashara, kwa sababu mpaka sasa hivi kuna kitengo fulani ambacho kimeshaanzishwa, atatembea Tanzania nzima kwa ajili ya kutoa elimu. Na sisi kama mkoa wa Geita tuko tayari kumpokea na tutampa ushirikiano, na hususa LEMAS zote zimeanzia mkoa wa Geita, na hii Geita ndo kitovu cha dhahabu. Hamna mtu mwingine ambaye utampeleka kwenda kujifunza mambo ya madini pasipo kumpeleka Geita, kwa sababu hata soko la madini imeanzia Geita. Nitoe shukrani zangu za dhati kwa kiongozi wangu wa kimadini Bwana Samuel Show, ambaye anatuongoza katika mkoa wetu wa kimadini Geita. Nimshukuru sana mkuu wetu wa wilaya Komba ambaye anasimamia katika wilaya yetu. Lakini pia nimshukuru Mheshimiwa mkuu wa mkoa wa Shigela, tayari na yeye yuko katika mikono ya wachimbaji, anaendelea kuipambania sana sekta hii ya madini, hususan mkoa wetu wa Geita ambaye amekabidhiwa na mama Dr. Hassani Suluhu. Niwashukuru sana hao viongozi wangu, lakini pia nimshukuru mwenyekiti wangu wa Gelema ambaye yuko kwenye kamati ya dhahabu Tanzania, Bwana Titus Kabua. Ni kiongozi wetu katika mkoa huu wa chimbaji. Tuzidi tu kumuombea na kumpa maono na yeye kama kiongozi wetu wa mkoa.